booking ya hoteli nzuri ambayo utafikia na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo kama serikali sisi hatufanye biashara, tunatoa fursa pia kwa wazao ambao wamezunguka katika maeneo hayo kuweza kujipatia kipato kutokana na uwepo wa kivutio chao. Ukiachana na hilo ziwa, yani eneo hilo kuna kivutio chochote ambacho watu wanavutiwa sana kwenda kukiangalia? Hakika, yani mimi kwa Mtanzania ambaye anasikiliza sasa, ningeweka pia rai kwa mtu kama akiwa anatamani kufanya utalii, nadhani mkoa wa Mbeya ni mojawapo ya mkoa wenye vitu vingi. Kwanza kuna eneo ambalo tunasema ndio barabara ambayo iko katika mwinuko mkubwa zaidi. Yaani sehemu ya barabara ilipopita juu zaidi iko Mbeya. Kitu cha pili ni kwamba Mbeya kuna kimondo kile tumewahi kusikia. Kimondo cha Mbozi. Ni kama jiwe la chuma ambalo limetoka huko limeangukia Mbeya. Limeangukia Mbeya ambalo watu wanapenda kulitembelea. Lakini kitu cha kuvutia pia kuhusiana na kimondo ni kwamba ndugu zetu wengine ambao wana imani ambazo tuseme za kijadi au nini, wamekuwa wakifanya majaribio hata ya wakati fulani kwenda kukata, kwenda kuchukua ile jiwe. Na hilo pia liko Mbeya sehemu gani? Liko katika wilaya ya Mbozi. Okay. Ndio. Then kuna maporomoko maarufu yako wilaya ya Rungwe, yanaitwa Kaporogwe. Kwa ufupi tu ni kwamba kuna mtu ambaye aliwahi kudondoka huko kutoka kwenye maporomoko ambaye alikuwa anaitwa Kaporogwe, aliteleza. Lakini cha kuvutia zaidi hakufariki. Kwa hiyo jamii ikawa inatania kwamba mzee Kaporogwe ameanguka hapo. Ikapatikana jina. Ikapatikana jina, ni maporomoko ni marefu ukiangalia. Lakini kwa bahati nzuri Mungu alimsaidia kuwa amefariki. Kwa hiyo ni kivutio kizuri pia. Lakini kuna sehemu nyingine wanaita daraja la Mungu, kivutio cha 5 daraja la Mungu. Wananchi wao wanaamini kwamba walilala waka